sheria imeruhusu mtu na yule anayetaka kumwoa, imeruhusu kumuona, sawa, imeruhusu kuzungumza naye, na huu ni mlango mzima upo katika vitabu vya fiqh. Kwa sababu mimi naenda kuingia katika ndoa, pengine nina sifa na sitaka kwa yule naenda kumuoa. Pengine mimi napenda mwanamke mrefu, kisha nende kale tu kashoti, si nileta. Pengine napenda mbekoba ni slim, kisha nende kale tu mashallah. Kumwona na hata kuzungumza naye yafaa, lakini kuna mipaka ya sheria. Haifai kwa nyinyi wawili peke yenu. Hapo ni kinyume na zile zetu tunazojua. Yaani lazima kuwe na mtu wa tatu. Popote, sawa umekwenda nyumbani kwao, sawa mumekwenda Java, sijui at cafe, zote hizo mnazojua. Kunafaa kuwa na mtu wa tatu bila kusikiza mazungumzo yenu. Kwa hivyo ninyi mmekaa hapa na watatu wamekaa kwenye kiti pale, yuko karibu anawaona. Hilo mipaka ya kisheria. Unarudi kusema date kwa maana hiyo, kwa mtakano si level ni kujuana. Tena hatuna haja kukaa peke yetu katika sehemu hakuna watu, kwa sababu shetani atakuwa watatu wetu, atatugoli, tutafanya ya haramu. Mtume anatuambia hawajakaa watu wawili isipokuwa watatoa gonali shetani. Kukwambiana sura. Kwa hivyo aweko mtu ambaye kwamba ataweka kile kisuisi shetani isipite, jadilianeni, zungumzieni future ya ndoa yenu, fanyeni yote mnataka zungumzeni, lakini lazima kuwe na mtu wa tatu hapa. Mathalani limenjibika sana. Anauliza ikiwa kijana amevutiwa na wewe na akadhihirisha mahaba yake kwako, je, ni sawa? Kuna maswali mazito. Marejea theme tunafanya ni relationship. Atakitega ziza AI. Angalia, kuna vitu lazima tutofautishe. Kuna mtu kupenda, kuna mtu kuvutiwa, sawa. Kuna mtu unamlike, na kuna mtu unamwadmire, na kuna mtu unamlaveria. Mimi naweza kuwa kuna shekhe fulani ana mawaidha mazuri, napenda sana. Mapenzi yangu ni kusikiliza na kustafidi kile anachosema, si yale mapenzi mengine yale yanayojulikana. Fahamiana? Tayeb, naweza kusema napenda. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema idha ahabba ahadukum akhahu falyuli, mtu akipenda ndugu yake amjulishe. Lakini hii ni mahaba lillah, kwa sababu kuna mahaba li shetani pia. Kuna kupendana kwa ajili ya Allah na kuna kupendana kwa ajili ya shetani ili ya kishamu. Lakini hapa napo muhimu vile vile, chukua msijo. Kijana yoyote atakayekwambia anakulai, sijui anakupenda, ikiwa yuko serious, atakulabisha mlango wa wazazi wako. Erudia, ikiwa ni mkweli katika kile anachosema, atakulami kubisha mlango, usiburike na maneno ya mdomo. Na kwa sababu mabiti ni rahisi sana kuingia katika mtego, maneno matamu unaingiza sana katika mtego kama huu. Na akija mtu akakwambia mimi nakupenda na nataka uwe mke wangu,
mwambie kwetu pale, enda kazungumza na wazazi wao. Amekwenda, yuko serious. Hakwenda, pige teke. Je, kama wewe ni marafiki na mvulana au ni classmate, lakini anakusaidia kwa masomo, hiyo iko sawa? Takusaidia kwa masomo yale ya mwanzo, kisha kuna ile silabasi ya shetani pia kusomesha. Sayyidina Umar ibn Khattab radhiallahu anhu asema haifai mwanamume na mwanamke kukaa peke yao hata kama usomesha Qur'ani. Acha masomo mengine, usiulize sijui chemistry, sijui physics. Qur'ani mtu anasomesha haifai. Kwa hivyo nicho zingine pia hazifai. Kasomesha wanaume zake, mbona jitolee kwenda kusomesha wanaume zake? Hii swali ndio ukifariki na